au sehemu kubwa ya umma kuanza kukosa imani na mfumo wetu wa uchaguzi. Hatutakiwi kuruhusu hilo. Na jambo la pili ni kwamba tunaamini kwamba mambo haya hayatakiwi kujadiliwa kwa mtaratibu usiokuwa maalum, kwa sababu swala la katiba sio la kisheria tu kama wengi wanavyofikiri, vile ni swala la kijamii. Kwa hiyo lisipozingatiwa au lisipochukuliwa kwa uzito stahiki, tunaweza tukaligawa taifa. TLS sio ndege mpitaji. Tupo, tunaona, tunashuhudia, tunashiriki, tunatambua. Tumefanya chaguzi zetu nyingi sana toka mwaka 95. Lakini tumepata maendeleo ya ajabu kidogo kuanzia 2019, 2020 na 2024. Yale ni maendeleo ya kurudi nyuma kutoka pale tulipokuwa. Kwa sababu lazima tujifunze kusema ukweli ili tuweze kujitibu. Na sisi TLS nia yetu ya kuwaita wadau wote ni kwa sababu kila jambo kwenye jamii lazima awepo wa kulianzisha. Not that we are so special. Lakini lazima tuitane pamoja. Kwa sababu kuna masuala ambayo lazima na ni muhimu tujifunze kuzungumza kama taifa. Kwa sababu yako juu ya vyama, yako juu ya makabila yetu. Kwa hiyo lazima awepo mmoja wa kuanzisha, kukaa ili kutafuta mwafaka wa changamoto zinazojitokeza. Tumeleta mada hizi na sisi ni taasisi ya kitaaluma. Hapa tunazungumza kwa uwazi bila hofu. Haki yetu ya kikatiba na kisheria, ili mwisho wa siku tutoke na yale tunayoona ya msingi yanayostahili kushauriana, ili zoezi letu la uchaguzi liwe ni zoezi lenye uadilifu, uwazi, uwajibikaji na lenye kuleta matokeo yaliyotarajiwa kupitia sanduku la kura na sio njia nyingine za mkato. Kwa hiyo leo tutakuwa na mada mbalimbali. Mada zote hizi maana tumejitahidi tuwe kwenye mitandao ya kijamii, watu wasikie. Lengo la mada hizi ni kuleta fahamu kwa umma, kupata aspect mbalimbali za nini tunachojadili, nini kinaweza kikawa njia mbadala, ili mwisho wa siku tujaribu kujenga uelewa wa pamoja. Ni maeneo gani yanastahili kufanyiwa kazi na yanaweza kufanyiwa kazi, na kwa namna gani yafanyiwe kazi, ili tuweze kuwa na uchaguzi ambao angalau unaweza ukawa na sifa ya kutimiliza matakwa na masharti ya ibara ya 8, kwamba uongozi tuliouchagua ni uongozi uliotokana na wapiga kura na sio vinginevyo. Kwa hiyo kipaumbele chetu cha kwanza kuelekea uchaguzi huu, tunataka uwe ni uchaguzi unaozingatia sheria, katiba na uadilifu, kwa sababu uadilifu ndio changamoto kubwa katika nchi yetu. Ukisoma ibara ya 9, wengi tunairuka ya katiba. Nadhani ile ndio watu wanasema nchi hatuna maadili, lakini nadhani pale mzee Warioba yupo, ndio waliotuandikia, walishiriki wakati hizo katiba zinaandikwa. Naamini pale kwenye ibara ya 9 ndipo mlipokuwa mkiweka constructively maadili yetu kama taifa. Tufikiri vipi, tutunge sera vipi, tutunge sheria vipi, tufanye maamuzi vipi. Ukicheki ile ibara ya 9 ingezingatiwa, mambo mengi tunayoyaona yakiumiza watu na yakisababisha malalamiko na machozi katika taifa yasingekuwepo. Kwa hiyo kwa kusema hayo, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha mzee wetu Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, jaji,
na waziri mkuu mstaafu ili aweze kuwasilisha mada yake. Karibu.